Kwa hiyo nataka niwahakikishie kwenye hili waandishi, sisi kama viongozi kwenye hili, kama limetokea pahali na tukilithibitisha kweli limetokea, sio la zamani, sisi lazima tuchukue hatua, kwa sababu nidhamu ya kwanza, na hili nataka niwahakikishie waandishi kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ndio chachu ya nidhamu na maadili, na ndio maana hata wenyewe wakuu wa vikosi, majeshi wenyewe wanachukuliana hatua. Hakuna mwanajeshi wa juu anayemuona askari wa kawaida wa chini anapotea akamchukulia tu kwa sababu ni askari wake. Hapana. Kwa hiyo hilo nataka niwatie moyo, sisi tunalifanyia kazi vya kutosha hilo, na tumeshaanza kwa ufupi kuhakikisha wale na nidhamu zetu. Wakati mwingine wala si kwamba tujui mchukue mhamishi, sisi tuna nidhamu zetu za kijeshi. Kwa nini ukafanya hivyo wakati ulipokula kiapo ulitakiwa hivyo? Kwa hiyo hilo, ikiwemo hilo, ikiwa kama lipo la rushwa, yote hayo tunafanyia kazi. Ndugu yangu Rashid wa Wasafi, kuna operation ya pikipiki ndio ile ilosemwa ile. Hii najua haya mambo wakati mwingine of course na wajibu wa kuyajibu mimi haya, kwa sababu mimi ndo mwenye vyombo hivi vya idara maalum kwa mujibu wa utaratibu zile za trafiki, polisi. Na swala kama hili nimeshawahi kuulizwa, polisi wale trafiki wao wanashughulika na masuala yao ya kitrafiki, lakini kama subordinators, na hiyo ipo kwa mujibu wa sheria na miongozo yetu. Maana wengine huuliza kwani hawa wanaruhusika? Wale wanasaidia katika kuwasapoti vyombo vyetu vya Wizara ya Mambo ya Ndani katika kuona tunasaidiana kufanya kazi hizi huo ni utaratibu upo na kwa miongozo kabisa ya kisheria. Sasa ziko sekta ambazo na sisi huwa zinatuhitaji wakati mwingine kusaidia nguvu kazi kwenye masuala haya ya operation zao, kwa sababu wao hawana tool hata ya kumwambia mtu pikipiki eka pembeni. Na wakati mwingine Sheikh Rashid, mimi na wewe leo tutoke twende tu hapo, twende kwenye kijiwe chochote, wewe pikipiki yako ilete hapo, aitoe pale nipo hapa, atakuuliza wewe nani? Sasa vyombo vyetu hivi kwa sababu wenyewe vina ethic, vina maadili yale ya usimamizi, huwa navyo vina rule ya kuona tunafanyaje kwenye pikipiki. Jamani, kuna mambo mengi humo, kuna mambo mengi, na kama nilivyotangulia kusema, kama chombo kipo kwa ajili ya usalama, inaona kabisa kwamba usalama unaenda kutoweka, una haki weza yuko kwake, yuko njiani, yuko sehemu nyingine. Ukiacha hiyo, kuna operation ambazo mara nyingi huchanganyika vyombo mbalimbali. Huo ni utaratibu na kimfumo wa nchi yetu, lazima kuna wakati tutafanya operation, lakini operation zile kuna wakati mwingine zinaingia na sekta fulani. Kwa mfano hiyo unasema pikipiki, manake totally hiyo ilikuwa ni Wizara ya Mawasiliano, walinimandi nguvu kazi yetu kushirikiana nayo, ambayo mle tunaamini afisa wa mawasiliano lazima ashirikiane nao katika kufanya nini? Kufanya hizo reki. Kwa hiyo hayo mengine unayoniambia ni kwamba wizara za wenzetu, kwa mfano huku leo nakopata shida mjini sasa hivi kuna demarcations za Mji Mkongwe ambazo ziko chini ya Wizara ya Utalii, lakini pia ziko zile zangu za idara maalum kwa maana manispaa. Lakini huku kukifanyika chochote leo anatajwa manispaa. Na hasa wakiona kwa mfano wa askari, leo nikikuuliza buffer zone ya Mji Mkongwe iko wapi, Sheikh Rashid, pengine usijue, labda uitafute asubuhi. Lakini mimi najua kwamba eneo hilo hao askari walosimama au maana yake wanashirikiana na Mji Mkongwe. Eneo hilo wanashirikiana na manispaa. Eneo hilo wako na mawasiliano. Lakini kwa sababu sote ni serikali na hilo lijeshi liko kwao, na nakiri kujibu haya. Nakiri kwamba wakati mwingine wanapochukuliwa kwenye sekta huko, vile anaweza anatokea mmoja kama watu hakuzaliwa sawa, anaweza kutokea mmoja na ulka. Hiyo nayo pia tunashirikiana na zile sekta zenyewe. Huyo kijana huyo hapana, hii sio approach tunayoitaka. Kwa hiyo haya yanatokea, lakini bado nataka tukiri kwamba Zanzibar yako mambo inabidi kidogo, sio sana, kidogo lazima tuwe wakali kidogo ili kuyafanya yale mambo yaende, otherwise itakuwa business as usual. Elimu washapewa na washahitimu. Sidhani kama kuna Mzanzibari leo hajui akiambiwa usafi kitu gani. Sidhani
Lakini hawa mabodaboda leo ambao leo unaniuliza hapa, Ramadhani hii haijaisha, kuna mwingine washaua. Tunalazimika sasa, barabara mpya zilizotengenezwa na rais wetu safi kabisa, kuna mahali ambapo unnecessary kuweka tuta, unaenda kukuta jamii shaweka tuta. Sasa vyombo vyetu kama ni ulinzi na usalama na ni maisha ya watu, na wao lazima tuwashirikishe kutusaidia. Hicho ndio kinachotokea sasa. Wale yanayotokea mengine, changamoto ndogo ndogo, tuzichukulie kwa uzito wake, kwamba basi tuende na approach hii katika kuhakikisha haya